viewers over the world, may the Lord bless you and cover you. Hallelujah. Praise God. Amen. I want to teach a subject very important, entitled premature death. Somo la kifo kabla ya wakati au vifo kabla ya wakati. Premature death. A premature death. Premature death. Vifo kabla ya wakati. Kila kitu tunachokiona duniani kina lifespan. Amen. Kina lifespan. Kina wakati wake wa kuishi. So kikifa kabla ya wakati, amen, ni aidha kwa sababu ya mazingira au kwa sababu mbalimbali. Kwa hiyo kuna sababu za kufanya vitu au watu kufa kabla ya nini? Ya wakati. Nimeona huduma nyingi zinakufa. Amen. Amen. Nimeona biashara nyingi za watu zinakufa. Nimeona watu binafsi wenyewe wanakufa. Vitu vingi vinakufa kabla ya wakati. Tunaita premature death. Praise God. Amen. Na unajiuliza kwa nini kitu kinakufa? Sometimes unafungua duka haijakupa faida linakufa, sawa, unaanzisha biashara haijakupa faida inakufa. Unashangaa kwa nini mimi ninafanya hiki kitu kinakufa? Kinakufa kabla sijafaidika, sijafanikiwa. Au sometimes nazaa mtoto, amen, anakaa mwezi mmoja, mwaka, anakufa. Inakuwa ni premature. Ni premature. Ni before kabla ya wakati. Amen. Na nahitaji niende katika context ya kawaida ya duniani. Nianze kimwili kabisa. And this is scientific proven. Scientific proven. Hii jambo limethibitishwa kisayansi kabisa. Kwa mfano, tuchukulie kawaida, umenunua chupa ya chai, amen, au umenunua machungwa ya kumaliza, umenunua kwa ajili ya kumaliza mwezi mzima au siku mbili au wiki, au nyanya. Ngoja tuchukue mfano nyanya. Umeziweka, unataka kama uzitumie labda kwa wiki. Then hizo nyanya zinakufa, zinaoza, si ndio? Nesha kumtokea. Okay. Na mesha kutokea, umenunua vitu vipeje vimekufa, au umenunua simu, sasa simu imekufa. Amen. Lakini ukiangalia alitengeneza simu, ameipa wakati. Anajua kwamba hii simu inaweza ikalast kwa miaka 5, 10, 20. Lakini shangaa inakufa ndani ya wiki moja. Si ndio? Au ndani ya mwezi mmoja. Bila shangaa umeolewa au na maongeo kwenye mahusiano yanalast wiki moja au mwezi au mwaka, inakufa. Ndio unakuja prophet, mimi kama mwanamume anayekuja kwangu ananiacha, mahusiano yanakufa. Kwa mtu wa design hii anatazama sasa hivi, umepata wachumba wa kwanza, wa pili, wa 4, wa 10, wote mahusiano yanakufa, inaisha pabaya. Au ghafla mtu anamute, akutafuti nini tena, amen. Au umeingia kwenye ndoa, umefunga harusi, ghafla ndoa yako imedivorce, imekufa, amen. Katika context ya kawaida, in the carnality mind, in the carnal mind, katika mfumo wa carnal, not spiritual mind, katika ufahamu wa kimwili kabisa, kuna sababu za kimwili za kufanya vitu fanyaje, vifo, vitu vinakufa, amen. Na hii ndio sababu ya msingi ambayo nataka uifahamu. Kuna watu hapa wanafanya biashara za kufa, fanya kazi na kufa. Ile shangaa vitu vyako vinakufa, vyote vinakufa. Yani kuku wamekufa, biashara zimekufa, mifugo imekufa, kazi, yani huna chochote. Uko kama wewe, kinachoishi ni moyo wako. Praise God. Amen. Yani sometimes hata afya inakufa. Mtasema afya mgogoro. Amen. Nisikia daktari mmoja, hata Dr. Janabi, alikuwa anaongea kitu kimoja, I was so interested. Amen. I was so interested.
Dr. Jeremy kuna wakati alikuwa anasema unaandaa maisha yako ya uzeeni ukiwa kijana. I think kama sijakoti vibaya alikuwa anaongea unaandaa maisha ya uzeeni ukiwa nini? Kijana. So I was tentative to listen him. Niko makini kumsikiliza. Anamaanisha nini kwamba unaandaa maisha ya uzeeni ukiwa nini? Kijana. Alikuwa anaongea kitu kama kile kama sijamkoti vibaya. Lakini alichokuwa anajaribu kusema alikuwa anaongelea mazoezi. Amen. Kwamba kuna mazoezi ukiyafanya unajipa uhai wa miaka inayokuja. You get the point? Eh? Amen. Amen. You get the point? Kwamba kuna vyakula kila unajiandalia kuwa na afya njema maisha yanayokuja. Lakini kuna mazoezi ukiyaishi unajiandaa kufa mapema. You get the point? Eh? So he was trying to do this. So I was very careful to listen to him. Then nikaanza kumsikiliza. Nikasema okay. Nikaanza kusema okay, huyu Dr. Janabi hawa 60% wa Tanzania 60% kama unaomuelewa ni 200 au 1. I do believe that. Amen. Wanamsikia wengi lakini unaomuelewa ni 2% au when you do a search. To be honest, kwa sababu tunafanya mazoezi kati ya 10 ni 1. Uongo kweli? Tukifanya search hapa nyinyi wote mlikokaa hapa. Na mfanya mazoezi asubuhi, inawezekana hayupo. Atakuwa mzee Samiani pekee. You get the point? Praise God. Na mfanya mazoezi kati yenu hapa asubuhi. Nobody. Even mnaona nyinyi mko zaidi ya 20, si ndio? So no one amfanya nini? Mazoezi. Praise God. Naeleka vizuri. Then daktari, a professional, ambaye amechaguliwa kuwa daktari wa HW ya Afrika, si ndio? Niko sawa WHO, si ndio? Amechaguliwa WHO. Amechaguliwa kwa daktari WHO, ana experience, anakuambia don't do this and that, si ndio? Lakini bado hilo somo halieleweki. Na ni ngumu. I want to teach you something in the kind of mind. Takufanya kitu cha kimwili kabisa ili baadaye leo kwani watu wanakufa. Vile anasema hivi, unaweza kuishi muda mrefu ukifuata hizi concepts, hizi instructions. You get the point? Na watu bado hawafati. Uongo kweli? Kweli. Uongo kweli? Then nikaanza kustudy kitu. Nikaanza kustudy HIV miaka 80 ya 90, sio? Siku hizi kuna nafuu, au sio? HIV mwa watu wengi na by that time wote walikuwa na konda, inaonekana hali mbaya, si ndio? Praise God. Inaonekana hali mbaya, very bad. Mtu kimwangalia unaogopa, sawa? Amen. Then nyimbo zikaimba nyingi. Amen. Miaka 2000 kuna kijana mmoja wa dunia aliimba wimbo akarekodi watu wamekonda. Ilikuwa toka nini bana? Feruzi Yes. Akaimba watu wafanyaje? Amekonda na inaonekana kuna vidonda. Yaani ukiangalia video inatisha au vipi? Inatisha. Lakini watu hawakuacha dhambi. Ile tabia. Amen. Yumkini wameambiwa na video inaonekana na watu wanaona kwa macho, lakini at the same time, amen, watu wanaendelea mwanzo mwisho, yani it is there. Praise God. Amen. And wanasema acha tufe tu. Praise God. You get the point? Amen. Then unashangaa kwa nini anakufa prematurely? You get my point? Kama tunaelewa vizuri. Amen. Nafikiri wazee wao mtakupa mtukaji Margaret tutakuwa shahidi. Unashangaa ile miaka 80 ya 90 mpaka 2000 hapa bwana pia sifa. Matangazo kwa ni mengi. Amen. Mengi sana. Na watu wanaona wanakusha mpaka video, mpaka picha. Lakini watu wako kila siku. Naeleka? Amen. My question is why? Kwa nini? Why premature? Uwe ni mfumo wa kimwili kabisa. Nataka kumfuma kilo, sawa
ukawa mchungaji, kwa askofu, kwa nabii, kwa mtumishi, vile huduma yako ikafa, wito wako ukafa, kusudi likafa kabla hujatimiza. Na hapa ndio watu wengi wamedondokea pale, au fikii malengo. Unashangaa ulipo sasa hivi uko hapa ni mtumishi, una maono makubwa, si ndio? Unawaza nitakuwa mtumishi mkubwa, nitafika mbali, nitajenga majengo, nitahubiri injili, au go ABCD, lakini unashika miaka inaenda au fikii chochote, bali maono yanakufa. Are you listening? Unaweza kuwa shahidi. Kuna watu ambao mlikuwa mnaona maono ya biashara, maono ya kazi. Rebecca, you are here. Praise God. Muulize Rebecca, hayo maono yako yanaendelea? Yaifanyeje? Yalikufa. Je, kwani yamekufa yatimia? Ninasema premature death ni kitu kufa kabla hakijatimia. This is my meaning. Praise God. Amen. Kitu kufa kabla hakijafanyaje? Hakijatimia. Leo kuna vitu vinakufa, havijaonekana, haviexist, au vimeexist for short time. Praise God. Kwa sitaji huduma za viongozi hizi zife, never. Nahitaji huduma zao zigrow. Amen. Zikue. Amen. Zifike mbali. Amen. Zifanikiwe. Amen. Zisitaki. Ziendelee kudumu. Hallelujah. Amen. Praise God. Amen. Are you listening? Amen. Bila shangaa unakufa premature death. Amen. Unafuga kuku kama mtu mmoja hapa, unalasti siku mbili, siku ya tatu bana yote iko bure. Jiulize, kwani kuna kufa? You get my point? Na kuna mtu hapa ananisikiza, anatazama, ajiulize hiyo swali. Yeye anaamka asubuhi analia msiba, kuku wangu wamekufa, mbuzi wangu wamekufa, ng'ombe wangu wamekufa, kondoo wamekufa, duka yangu ya nguo imekufa, ndoa yangu imekufa. Kwa nini ife? You must ask yourself this question. Lazima hiyo swali liwe ni swali la kila siku ulijiulize. Must be the fundamental question in your life. Lazima hiyo swali ujiulize kila siku. Ukijiuliza upate majibu, na ukipata majibu hawatakufa tena. Hicho kitu kitakufa tena. Na just try leo na kufundisha majibu. Praise God. Amen. You get the point? Amen. You get my point? Amen. Kwa nini why premature death? Kwa nini watu wanakufa mapema au watu wanakufa mapema? Why premature death? Kinachoua duniani premature death ya kitu chochote, iwe ni ya mwanadamu, iwe ni ya mifugo, iwe ni ya mahusiano na ndoa. Naposema premature death, na maanisha kitu chochote au vitu vyovyote kinaweza kufa kabla hakijatimia au hakijafikia wakati. Amen. Ndoa imekufa, nisikize kwa makini kama ndoa yako ilikufa, au na mahusiano yanakufa, au kila anayekuja na kuasha na mahusiano yanakufa, nisikize kwa makini. Ama unafanya biashara zinakufa, au unafanya kazi zinakufa, au na huduma inakufa, au kila kitu kinachokufa. So I want you to listen carefully. I'll be taking a short time. Praise God. Kuna sababu kama 4 za msingi, but nitasema moja kwa sababu ya muda, but this is very important. Kwa sababu moja kuu ya msingi inayofanya vitu vife au maono yafe au mambo yafe hayajatimia au usifike malengo, premature death. Kwa hiyo kama kuna kitu kishakufa kwako, utajua hii ni sababu. Hii ndio general. I need to talk about generic concept. Hii ni concept ya kujumla. Bwana pia sifa itakusaidia sana. Kwa hiyo kama una huduma itakufa na uhakika. Na uhakika. Amen. Na uhakika. Amen. Kama unafanya biashara haitakufa na uhakika. Amen. Kama unafanya kazi haitakufa. Amen. Kama unaweza kwenye mahusiano hayatakufa. Amen. Ina uhakika. Amen. So be careful to listen to me. Amen. Kitu kufanya number 1, information or instructions. Kinachofanya kitu kifa kabla ya wakati ni aidha kutofuata taarifa au maelekezo. Praise God. Kutofuata maelekezo. Kwa lugha nyingine, kutokuwa na knowledge, lack of knowledge, kukosa ufahamu, kukosa maelekezo, kukosa taarifa ya hicho ninachokifanya.
Amen. Lack of understanding, lack of knowledge, wisdom, instruction of what you are doing. Amen. Au kudefault au kuharibu maelekezo. Kwa cha kwanza kinachofanya premature death, kifo kabla ya wakati, ni kutofuata maagizo au kukosa knowledge, ufahamu, au kutofuata taarifa kamili ndicho kitu. Praise God. Amen. Now, unaposema kitu chochote kujua maana yake halisi, nishawafundisha kuna principle inayotusaidia kujua tafasiri ya kitu. Praise God. Inaitwa first mention principle. Principle ya first mention. Amen. Prematured ilitokea wapi? Kabla. Praise God. Amen. You get the point? Amen. Ukisoma Biblia kitabu cha Mwanzo, niwaambia kama unataka kujua maana ya kitu, first mention zote kwenye Biblia ziko kitabu cha Mwanzo. Praise God. Amen. Kwenye Biblia kitabu cha Mwanzo kinaelezea project ya kwanza kufa. Amen. Amen. Kuna project ya kwanza kufa. Kwa mara ya kwanza kwenye Biblia kifo kimetokea. Amen. Amen. Project kifo kimetajwa kwa mara ya kwanza. Tunataka tujue maana ya kufa. Amen. Kufa maana yake nini? Nini maana ya kufa? Amen. Kifo kimetajwa kwa mara ya kwanza kitabu cha Mwanzo. Sasa tukijua kifo maana yake nini? Tutajua prematured. Amen. Kwa kifo cha prematured kimetokea kwanza kwa kitabu cha Mwanzo, na kitabu cha Mwanzo ndio kitabu kimetaja kifo for the first time. Amen. Amen. Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 3, before sura ya 3, tuende sura ya 2. Kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 16 mpaka 15, sorry, mpaka 17. Biblia inasema, ndio, Bwana Mungu akamtoa huyo mtu. 15. Ndio. Bwana Mungu akamtoa huyo mtu, ndio, akamweka katika bustani ya Eden ili ailime na kuitunza. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, yatosha. Bwana Mungu akamtoa huyo mtu akamweka katika bustani ya Eden ailime na kuitunza. Huyo mtu alikuwa na kazi aliyopewa, amen, amen, ya kutunza na kuimba bustani ya nini? Ya Eden. Na Mungu alikuwa mzuri, kila jambo aliyokupa, kila mtu aposhapewa jambo, mpewa ndoa, mpewa kazi, mpewa maendeleo, mpewa huduma, mpewa wito. Amen. Amen. Kwa hiyo kazi ya kila mmoja hapa, amen, amen, yani kila kitu unachotaka kitokee duniani kiwe bora, lazima ujue cultivate, kukilima na kukitunza. Amen. Amen. Kwa msingi wa mtu duniani umepewa mambo mawili, kulima na kutunza. Amen. Amen. Kwa kulima na kutunza. Kulima, cultivate, kulima na kutunza. Kwa jambo la kwanza ili fanikio la kwako, lazima ujue kulilima na kufanyaje na kuitunza. Kwa Mungu akampa mission Adam kulima bustani ya Eden na kufanyaje. Bustani ipo, kila mmoja hapa bustani yake Eden. Amen. Ndoa inaweza kuwa bustani ya Eden. Biashara yako ya chakula ikawa bustani nini? Ya Eden. Mifugo yako kuku ikawa bustani ya Eden. Mahusiano ikawa bustani ya Eden. Je, unaweza kuyalima na kuyatunza? Huduma ni bustani nini? Ya Eden. Unaweza kuilima na kuitunza? Praise God. Unaweza kutunza huduma na kuilima. Maana kulima ni kusoa seed, ni kupanda mbegu. Ni kupanda mbegu. Unapanda nini? Mbegu. Hiyo biashara unaipandia mbegu na unaitunza. Praise God. Hiyo ndio unaipandia mbegu na unaitunza. Tunasema kilimo ni kusoa seed. Mwizi jirani yako, unapanda mbegu kwenye biashara yako, kwenye huduma yako unapanda mbegu au unakula mbegu? Praise God. Amen. Unaelema kufeje? Je, unatunza afya yako? Praise God. Unatunza ndoa yako?
unatunza watoto wako, unatunza huduma yako. Just like sometimes makanisa yetu ya Kiroho sometimes watu na ovyo kwa sababu atutunzi huduma zetu. Bwana pia sifa. Amen. Atutunzi. Leo unaamka unaongea chochote, unafanya chochote, yana utunzi huduma, unaitunza. Amen. Yana value. Amen. Ndio maana Yesu anashangaa huduma zingine hazishimiki. Kwa nini? Kwa sababu atutunzi, atuziimi na lazima uwe na hii formula ya kutunza na kulima. Unapanda mbegu. Wewe kiongozi wa kanisa, kiongozi wa zone, wa seli. Je, mbegu zinaongezeka unapanda au unakula mbegu? Praise God. You get the point? Amen. Una biashara yako, unapandia mbegu. Leo unafanya biashara ya duka. Mtaji shilingi milioni 1. Amen. Amen. Lakini ukiweka kwa siku inakuzalishia faida 10,000. Wewe matumizi yako 20,000. Praise God. Unaitunza biashara. Vile inakufa sema imekufa pana. Lazima uilime faje na kuitunza. Tunza afya yako, tunza mke wako, tunza mahusiano yako, tunza mme, tunza uone kama mtagombana. Praise God. Mume wangu mimi anipendi. Unamtunza wewe. Wewe utakuwa tunze. Praise God. Amen. Are you listening? Amen. Are you listening? Amen. Akamwambia ailime faje na kuitunza. Asa ameshampa project. Now Adam has given a project. Amen. Ameshapewa project, ameshapewa kampuni, ameshapewa biashara, ameshapewa nyumba, ameshapewa ndoa, kwa hiyo hiyo ilikuwa ni project ambayo Mungu alimpa Adam. Kwa hiyo Adam alipewa project ya bustani ya Eden, aitunze na kufanya na kuilima. Ni kama wewe ulipewa project, kila mmoja hapa alipewa project. Mimi nilipewa project ya huduma. Kwa hiyo tumepewa project ya biashara. Kwa hiyo tumepewa project ya kilimo, project ya ndoa, project ya kazi. You have been given a project. Amen. Kuna watu sasa hivi wakati wako unapewa project ya kusoma, unaitunza na kuilima. You get the point? Ailima feje na kuitunza. Ndio viongozi hapa tunataka kwa project. Utapewa kanisa mahali. Amen. Utapewa huduma mahali. Utapewa kazi mahali. Unaweza kuilima na kuitunza. Ngoja ni hapo unaweza kulima na kuitunza. Kulima na kuitunza. Project ya kwanza Mungu alikupa kabla zingine, alikuwa project ya afya yako. Alikuwa project ya afya yako. Unaelima. Unaitunza. Kuna mwingine ni bali kuna damu safi peke yake. Praise God. Hallelujah. Hey God. You get the point? Amen. 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 Praise God. Are you listening? Amen. Are you listening? Amen. Okay? Aina kuitunza ndio chini. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, ukishapewa project unapewa maagizo hapo kwenye instruction. Unapewa nini? Maagizo. Akampa instruction. Na I thank God kwa sababu kila kitu dunia yake maagizo. Yaani kila kitu kina instruction. Amen. Listen child of God. Oh my goodness. Atakayesikia somo hili Mungu amsaidie. Akampa nini? Maagizo. Akampa maagizo. Naeleweka Amen. Asa hapa kwenye instruction nimesema kinachofanya prematurely ni maagizo, kutofuata maagizo au knowledge au fahamu au kutokuelewa. Kwa hiyo usipofuata maagizo mahali popote una decree death. Should I tell you? Unapovunja maagizo au kuacha maagizo au kutofuata maagizo au kutokuelewa maagizo, hautakaa ufanye kitu kiishi, kitakufa. Nimetoa mfano nikasema wakati HIV imekuja, si ndio? Amen. Wakapewa maagizo ya kufanya msizini. Uongo kweli? Kweli. Wakapewa maagizo hawakufuata hivyo. Imekuja corona, si ndio? Unaambiwa hivi lockdown, keep distance and sanitize. Amen. Wote keep distance na kusanitize. Amen. Hawafuati nini?
Kwa premature death uwe nakuja kwa kutofuata maagizo. Kwa kila kinachokufa duniani ni kwa kutofuata nini? Maagizo. Kwa sababu Mungu akikupa project, akupa chochote, anakupa nini? Maagizo. Kwa kila kitu kuna maagizo ya kufanya kiishi kiasi. Naeleweka? Amen. Kila kitu Mungu ametupa, kila kitu duniani kila maelekezo kufanya kigrow, kiishi, kifanikiwe. Usipofuata hayo maagizo, hicho kitu kitakufa. Naeleweka vizuri? Amen. Naeleweka vizuri? Amen. Soma chini. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mtu wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mtu wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mtu huo utakufa hakika. Unasikia? Matunda ya bustani yote waweza kula, isipokuwa matunda ya ujuzi wa mema na mabaya usile. Na sao kila hakika utakufa. English Bible says the day, my God, let me read the English Bible. Read the English Bible. But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it. For in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. They say, for in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. Siku takapo kula, hakika utakufa. You see the day. Yani mimi sina mpango wewe kufa. But inawezekana siku zako ni 100 mbele. Si ndio? Inabidi uishi miaka mingapi? 100. Lakini kama unafika miaka 100, ikitokea siku umekula, hakika ndio kwa mara ya kwanza fresh mission ya kifo imekuja. Yani kifo kimetaja pale kwa mara ya kwanza, utakufa. Kwamba siku utakapokataa kufuata maagizo, hakika utakufa. Usipofuata instruction, usipofuata maagizo, lazima utakufa. Leo biashara ife, lazima ndoa ife, lazima kazi ife, lazima wanasema yafe. Kwa chochote kilichokufa kwako, kilichokiua ni kwa kutofuata maagizo. Amen. Amen. Okay. Kwa mtu anasema kuku wangu amekufa. Angela, unafika kwa kufa. Kwa ile kama ufunge mlango isiingie hewa, au ipe chanjo kuwapa, au ufanyie usafi kuwafanyia, au wewe kufanya hivi, never ever. Kuna mahali maagizo kuyafuata sawa sawa. Uongo kweli? Uongo kweli? Praise God. Amen. Usipofuata maagizo, ndoa zife, mahusiano lazima yafe, biashara zife, huduma lazima ife. Kwa lazima uwe makini kusearch information. Amen. Lazima uwe na uwezo wa kutafuta taarifa za hicho unachokifanya. Praise God. Amen. Are you listening? Amen. Anasema siku utakapokula matunda, hakika siku hiyo utakufa. My question is, Adam alipokula alikufa hakufa? Alikufa. Amen. Amen. Kwa sababu alikuwa project ya kwa kwenye bustani ya Eden, si ndio? Baada ya kufa akaondolewa kwenye bustani ya Eden. Project yake ikaishia pale pale. Ikafa. Project ya bustani ya Eden ikafa. Kazi yake bustani ya Eden ikafaidi, ikafa. Akapotea, akatoka kwenye bustani ya Eden. Baba ya sifa. Amen. Naeleweka? Amen. Kwa kinachofanya cha kwanza kitu kife kabla ni kwa kutofuata nini? Maagizo. Praise God. Amen. You get the point? Amen. Na kwa kufuata maagizo, kwa sababu za kufanya watu wasifuate nini? Maagizo. Amen. Amen. Kwa kinachoweza kuua utumishi wako, utumishi wako wa kilo wa Mungu ni kuto kufuata maagizo. Kuto kuwa na full knowledge, wisdom, understanding, information, na kukosa taarifa ndio kitu kinachoua hata Afrika. Kukosa maarifa
Praise God. Amen. Kosa nini? Maarifa. Biblia inasema watu wangu wanaangamizwa kwa kosa nini? Maarifa. Mshasoma pale? Amen. Hosea pale. Sitasoma pale. Watu wangu wanaangamizwa, sio wanaangamia. Hosea 4:6 Biblia inasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Watu wangu wanaangamizwa, sio wanaangamia. Wanaangamizwa kwa kosa maarifa. Sio kosa maombi, hapana. Sio kosa kufunga, hapana. Unaweza ukafunga na ukaomba lakini ukaangamia pia. Kwa kufunga na kuomba hakujibu kuangamia, hapana. Kinachoweza kujibu kuangamia ni kukosa nini? Maarifa. You get my point? You get my point? Praise God. Amen. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa nini? Maarifa. Kilichomfanya Adam project yake ife ni kushinda kukosa taarifa, kutokuelewa information, na Mungu ameshampa instruction. One day, siku moja, mtoto wangu alikuwa na shida ya mafua. Vile mama akamnunulia dawa ya mafua. Alipoileta, kabla hajampa, umeshaandaa kumpa. Nikasema no, give it. Wakanipea chupa. Kuisoma, hiyo dawa aliyopewa ni ya kutapika. Alisema mtoto atapiki, hapana. Ana shida, hapana. Amepewa kwa sababu alikuwa na mafua. Lakini angalia, daktari huyo farmasia alimpa ili auze, akijua hao watu hawana maarifa. Akutana mimi naelewa, nikachukua dawa nikaisoma mwanzo mwisho, nikakuta inasaidia kuvomit. Haina mahusiano ya mafua. Praise God. Amen. Instructions zimeandikwa na ukinunua dawa kwa kikaratasi cha nini? Cha taarifa. Waka mnakisoma. Unajimezea tu kwa pesa. Kapo Jesus. Amen. Unajimezea tu. Lakini wao wanajua kwamba hawataka kuandikiwa. Ikikupa nini allergy, ikikusumbua, ulimeza hii ilikuwa imeandikwa hivi, hii inafaa kwa ajili ya tumbo, wewe kwa ajili ya mafua. You get the point? Na wao kwa instruction. Kwa unaangamia kwa kosa nini? Wameshafungua, nikamwambia vijana, funga, mrudishie huyo bwana, mwambie umekosea. Unampaje dawa ya kutapika mwenye mafua? You get the point? Amen. Kwa sometimes tunaangamia wenyewe. Tunaangamia nini? Wenyewe kwa kukosa nini? Taarifa, maarifa. Unanunua vitu bila kujua. Amen. Kuna nguo imeandikwa nguo ya marehemu. Praise God. Wewe unatia tu usomagi leo. Praise God. Hallelujah. I remember I went somewhere, nenda mahali imeandikwa night dress. Mtu akaenda kanisani amevaa night. Yule mtu mmoja kwenda kanisani amevaa night dress, say night dress. Imeandikwa night dress. Kumevaa night dress. Au usome taarifa, au usome section. Vile watu wanakucheka, huyu dada amevaa night dress. Imeandikwa night dress. Praise God. Amen. Hallelujah. Amen. One day, nienda mahali na mtu mmoja, jamaa yangu mmoja. Ana perfume imeandikwa for women. Praise God. Jamaa inarukia vizuri. Hii akaja imeandikwa ilikuwa na kasha inaandika 5, imeandikwa G5, imeandikwa G. Akaangalia so nice. Katasa only for women. Praise God. Amen. Ameshajipaka kama kwa wana wake. Kwa tunatumia vitu vingine kwa sababu tumekosa taarifa. Iko point. Kwa unaangamia kwa kosa nini? Taarifa. Baba sifa. Amen. Iko point. Amen.